Taasisi ya Ukumbusho wa Zaka Tanzania leo tena imeendelea na zoezi la kufanya usafi katika shule ya Mtawala. Viongozi wa taasisi hiyo wametoa wito kwa Waislamu katika kujitokeza kuisaidia jamii na kuwaonea huruma watu wenye uhitaji maalum, kama vile kuwawekea mazingira mazuri watoto hasa mashuleni ili waweze kucheza kwenye mazingira rafiki. Wito mwingine ni kwa wahisani wameombwa kufika katika ofisi ya TAUZACTA iliyopo Mji Mpya kwa ajili ya kuwaletea vitendea kazi ili uendelee na zoezi hilo katika shule zingine kwa wepesi. Hebu tuwasikilize. Naam, hawa ni viongozi walioshiriki katika zoezi wa mkoa wa Morogoro na manispaa hii ya Morogoro. Kwa jina langu mimi naitwa Sheikh Mbaya Omar Kaliango, makamu mwenyekiti wa taasisi ya Ukumbusho wa Zaka mkoa. Lakini pia kwa niaba ya katibu mkuu, kwa kweli ambaye yeye amekuwa ni msaada mkubwa sana katika kazi hizi na ndiye ambaye kiranja mkuu katika shughuli yote nzima hii. Nachukua nafasi hii kwanza kumpongeza uongozi wa taasisi ya Ukumbusho wa Zaka, lakini pia kuwapongeza walimu ambao kwa kweli tumekuwa tuna ushirikiano nao. Hapa tuko katika shule ya Mtawala, shule ambayo ni shule ya msingi, lakini mwalimu mkuu pamoja na walimu wenzake tumekuwa tunashirikiana. Tumekuwa tukishirikiana kwa namna moja ama nyingine. Tupo hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira bora, kwa sababu mazingira yaliyokuwepo yalikuwa ni mazingira hatarishi. Inathibiti kwamba kuna mahala pengi wanapokuwa kwa misingi kama hii majoka huwa yanajaa, lakini pia huwa yanathubutu mpaka kuingia ndani madarasani. Kwa hivyo kwa watoto wadogo kwa kweli ni hatari kuliko kiasi. Kwa hivyo sisi taasisi ya Ukumbusho wa Zaka tumekuja na hatua hii ya kuweza kufanya usafi wa mazingira kwa ajili hasa kwanza kuondoa hali hatarishi kama hii, lakini kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira bora. Watoto kazi hizi waziwezi, lakini kwa sababu tupo sisi kama taasisi ambao sisi tunahakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa, kwa kweli tumekuja kufanya jambo hili kwa mtazamo wa hali ya juu sana. Kuna watu wanafikiri kwamba sisi hatuwezi kwa sababu kazi yetu ni kukumbusha zaka na kutoa sadaka. Hapana, sisi pia kwa mujibu wa katiba yetu imetuandaa sisi kuweza kutengeneza mazingira kama haya. Na unapotengeneza ina maana kwamba kwanza unaondoa utaratibu wa majoka yale yasiweze kuwepo, majoka hatarishi, lakini pia inakuwa ni sehemu ambayo ni kichaka cha wezi na watu wengine ambao kwa kweli wanaharibu mazingira, mfano watu wanakojoa. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina naitwa Ustadh Qasim Omar Istima, mimi imamu wa msikiti wa Mtawala, msikiti ambao uko karibu kabisa na shule hii ya Mtawala. Ima katika eneo letu hili na shule yetu kulikuwa na changamoto ambazo nimeziona kwa macho yangu, na changamoto hizi zilikuwa zinahatarisha watoto wa shule hapa kugongwa na nyoka, watoto ambao wanakuwa wanasoma katika mazingira hatarishi sana. Mimi kama kiongozi ikabidi niwasiliane na taasisi yangu kama mimi mjumbe wa baraza ya taasisi ya TAUZACTA, taasisi ya Ukumbusho wa Zaka Tanzania, tunaye na uongozi ili tujue hili swala hili tutaliendea vipi, kwa sababu TAUZACTA katika miongoni mwa majukumu yao ni kushughulikia masuala yote ya kijamii pamoja na watoto yatima, wajane, walemavu na majanga ya kiserikali kwa ujumla wake. Kabini wasiliana nao tujue hili swala tunalifanyaje. Tukakubaliana, akaja shuleni hapa tukawasiliana mwalimu mkuu, tukakubaliana mwalimu mkuu, baadaye ndio jana tumeanza kazi hii ya kuweza kufika katika eneo hili la Mtawala, eneo ambalo lilikuwa ni hatarishi sana. Watoto wadogo hawawezi kufika, umri wao ni mdogo sana. Walimu nao vile vile wametezwa nguvu, hawawezi kufanya kazi za kusimamia watoto madarasani, kuja kufika na kuwa ni vigumu. Kwa sisi kama TAUZACTA tumeona jambo hili ni jambo la muhimu kuisaidia serikali, pia kuwasaidia watoto wetu ambao wanaosoma hapa na walimu pia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba yeyote asiyewahurumia watu basi naye Allah hatomhurumia. Kwa hiyo tumeona hili ni sehemu ya ibada kwa kanisa la Kiislamu, na watu tukikuwa tunaishi kwa mazingira ambayo mafundisho ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi dunia yote ingekuwa imefariki. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea kuhusu kuondoa adha jiani ni sadaka. Sasa Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Sheikh Juma Kitunga, ni mwenyekiti wa taasisi ya Ukumbusho wa Zaka mkoa huu wa Morogoro. Alhamdulillah rabbil alamin, naanza kumshukuru Allah tabaraka wa taala, Mungu wa rehema,
kwa hizi shughuli ambazo tumeungana na wanataasisi wenzangu. Toka jana tumekuwa tuna jambo kubwa sana la kufanya, hasa katika hii shule ya msingi ya Mtawala ya kufyeka majani ambayo yalikuwa mengi mno. Tumeanza jana, alhamdulillah tumefyeka, na tunashukuru kwamba tumefyeka eneo kubwa. Ulikuwa ni msitu sana wa majani. Haya ni mambo ya kijamii ambayo taasisi yetu huwa inayafanya, na inatakiwa tuige mfano wa vitu kama hivi. Ni vya kheri kubwa, tunapata sababu, vile vile tunasaidia katika mazingira ya kijamii. Na serikali pia, shule ilikuwa ina hali ngumu, hasa ukizingatia kama nilivyozungumza au nazungumza kipindi cha nyuma kwamba sasa hivi ukija kuangalia hali halisi ilivyo, watoto wanayesoma sasa hivi, ukimkuta mtoto wa darasa la 7 au darasa la 5 ni bado mtoto mdogo sana, miaka ya sasa hivi. Lakini wakati sisi tunasoma miaka ya 70 kule nyuma, alhamdulillah, mtu wa darasa la 5 unakuta tayari kaota ndevu. Kwa hata ukimwambia fyeka majani anafyeka, fanya usafi vyoo anafanya usafi vizuri. Leo hii mtoto mdogo kama na vimo vyao jinsi vilivyo, ukimwambia fanya usafi wa vyoo, choo kitakati hawezi, kwa sababu umri wake mdogo. Au kumpa kwanja afyeke, sana sana watakatana na makwanja, au inakuwa ni hatari. Eneo lilikuwa lina hatari, tumeoa nyoka wengi, hali ilikuwa mbaya. Kwa hiyo tumejitolea katika mazingira magumu ya kijamii. Kwa majina naitwa Mami Soti, ni mwenyekiti msaidizi wa taasisi ya Zaka. Tumekuja kwa kuwa pamoja, yani kwenye taasisi yetu haina cha mwanamke wala mwanamume, wote tuko pamoja. Tunajua kina mama tuko mbele zaidi. Kwa hiyo kuja kwetu hapa kuwa pamoja na wamama, tukachanganyika na kina baba wengine kwa ajili 50 kwa 50. Na tumekuja hapa kutokana na hii shule ilikuwa na hali mbaya sana, kama unavyoona mapoli nini, na watoto wetu sasa hivi wanaanza shule wakiwa wadogo sana. Kwa hiyo hawana uwezo wa kufanya usafi. Kwa hiyo tumeona tujitoe ili tuje kufanya usafi ili kuepukana na wanyama wanaotambaa, kwa mfano nyoka na wadudu wengine ambao ni wakali. Nini wito wako kama mama? Wito wangu, tunakaribisha taasisi zingine waje waone ili eneo, ni ikiwezekana tupate vifaa vya kufanyia usafi kama mafekeo, majembe, na vifaa vingine vinavyohusu usafi. Wito wako kwa kina mama wengine unawaambiaje ambao wako majumbani, mtaani? Wakina mama wengine ndio tunatoa wito kwamba wajiunge na taasisi yetu ili tuweze kuwa pamoja na kutangaza dini yetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ama baad. Ndugu zangu, kama jinsi ninavyofahamu, tumeanza taratibu za kufanya usafi katika shule mbalimbali za manispaa yetu ya Morogoro, na toka juzi tumeanza shughuli hapa kwa ajili ya kufyeka manyasi yaliyopo katika shule hii, na walilahi alhamdu, kesho Mwenyezi Mungu akijalia tutakuja kumalizia zoezi letu kama wengi walivyotangulia kusema na kadhalika. Lakini kubwa zaidi tu, ningeliomba wale ambao watakaoguswa na hizi harakati wanazozifanya, kikubwa vitendea kazi imekuwa mushkeli. Hivi vitu tunavyotumia hivi vyote tumeazima kutoka sehemu mbalimbali, lakini ukiangalia hata gumboots hatuna za kutosha, na hatuna kabisa. Kuna baadhi ya wenzetu 2 watatu ndio wamekuja nazo, lakini asilimia kubwa hatuna. Kwa hiyo mapanga, makoleo, mafyekeo, gumboots, gloves ni muhimu sana tukawa nazo, ili tuweze kwenda na sehemu nyingine mbalimbali ambako kuna takiwa kufanyiwa usafi. Taasisi yetu imejipambanua, inakusanya zaka na sadaka, inatoa elimu ya zaka na sadaka, lakini pia inahudumia jamii za aina mbalimbali, kwa kuwa sisi wenyewe tunahudumia jamii. Tuna watoto yatima, tuna wazee wasio na uwezo, tuna watu wenye ulemavu, tuna wajane na kadhalika. Tunatoa wito kwa watu ambao watakaweza kuwasiliana nasi kwa kuleta sadaka zao za aina mbalimbali. Tunahitaji mavazi kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya watu wazima, vyakula, madawa, uniforms na kadhalika kwa ajili ya watoto zetu yatima ambao tunawalea katika kituo chetu cha Uzakta. Hivyo natoa wito huu kwamba tutaendelea kufanya kazi hii kwa sababu hii ni ibada.
Watu wengi wanajua ibada ni kuswali peke yake, lakini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kila jambo jema ni sadaka. Leo hii kuna makaravati yameziba maji zaidi ya miezi 2-3, lakini watu kujitolea kwenda kuzibua yale maji ili aweze kutembea na asikae sehemu moja akazalisha mbu, tunaona tatizo kubwa sana. Kwa hiyo watu wanapata madhara ya kuumwa na mbu, wakapata malaria, lakini kuumwa na matumbo na kadhalika. Sasa huo sio Uislamu. Uislamu ni yule ambaye anayeleta salama kwa Waislamu wenzie, na sio Waislamu wenzie, jamii yote kwa ujumla. Kwa sisi kama taasisi ya Ukumbusho wa Zaka Tanzania tutaendelea kujitolea kufanya kazi hizi za kijamii kwa ajili ya kuboresha maisha yetu sisi pamoja na maisha ya wenzetu ambao tunao walea katika kituo chetu, lakini na wale wote ambao wapo katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo wale ambao wanaishi katika sehemu zao, katika shule zao, katika hospitali zao, zahanati zao, basi wachukue namba hii kwa ajili ya kutaka msaada kufanyiwa usafi na kadhalika. Namba yangu mimi ni katibu mkuu, naitwa Sheikh Kombo Hussein Kumilwa. Namba yangu ni 0717 33 79 19. Nitarudia 0717 33 79 19. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inshallah, mashallah. وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يغنه مال وإن زاد ما كسب. فكن راضيا ترضي الإله بأمره فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. Usisahau kusubscribe bin Kahema.